Kusabahi kwa mara nyingine tena mpenzi mtazamaji wa vipindi vya Rwanda Television. Mimi naikusalimia ni Ruziga Emmanuel Masantura nikikutakia maombolezo mema ambayo yanakupa matumaini wewe mpenzi mtazamaji wa vipindi hivi. Hasa kipindi cha Dira Yetu, kipindi ambacho kinakuja wakati huu ambapo tunaomboleza na kukumbuka kupitia hisia zetu ndugu zetu Wanyarwanda, jamii ya Watutsi waliouawa katika mauaji ya kimbari yaliyotekelezwa mnamo mwaka 1994. Ni mauaji ambayo yalikuwa ya halaiki. Zaidi ya watu milioni 1 ni wahanga wa mauaji haya. Mauaji ambayo yalitekelezwa pasi na msingi wowote zaidi ya chuki ambayo ilipandikizwa. Mauaji ambayo yaliwachukua watu maisha yao kwa sababu tu ya jinsi ambavyo wamezaliwa na wameumbwa bila wao kuchagua. Mauaji ambayo yanasikitisha na yameandika historia katika bara la Afrika. Ni mauaji ya kimbari ya mwisho kutokea katika karne hii, lakini imekuwa kizungumzwa mara nyingi kwamba zipo dalili za kurejea kwa mauaji ya kimbari katika maeneo mengine. Bado msisitizo uko pale pale. Kila binadamu akae na kutafakari mchango wake ni upi kuhakikisha kwamba haturejei katika hali ambayo ilitokea mnamo mwaka 1994, wakati ambapo dunia ilifunga vioo na kutoweka kabisa, kuwaacha Wanyarwanda wakiwa peke yao, wakiwa wanalia kwa huzuni, wakiwa wanaomba kusaidiwa, lakini dunia haikuweza kufanya hivyo. Ndipo jeshi la RPA lilokuwa chini ya chama cha RPF walipokuja na kusimamisha mauaji hayo baada ya milioni ya Watutsi kuteketea ndani ya nchi hii ndani ya siku 100 tu. Ni mauaji ambayo hayatakuja kusahaulika. Ndio maana tunakumbuka na kuomboleza. Tunaomboleza kwa mara ya 31, na hiyo jana tarehe 7 ndio ilikuwa mwanzo wa wiki nzima ya maombolezo, lakini ni mwanzo wa kuwashwa kwa mwenge wa matumaini ambao unatuanzishia siku 100 za kumbukumbu zitakazokamilika tarehe 4 mwezi wa 7. Siku 100 za maombolezo. Leo hii tunakwenda kujadili chanzo cha mauaji haya. Tunakwenda kujadili chanzo cha chuki iliyopelekea mauaji haya. Tunakwenda kujadili masomo ambayo tunaweza kupata kupitia sera mbovu za ubaguzi na kuigawa jamii na chuki, sera ambazo zilipelekea kutekelezwa kwa mauaji haya, huku serikali ikiweka mkono wake na kuwekeza kwa kina kuhakikisha kwamba mauaji haya yanatekelezwa. Ninao wageni ndani ya studio ambao wanakwenda kunisaidia kuangalia historia ya mauaji haya, lakini na masomo ambayo Wanyarwanda, ukanda mzima wa Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, bara zima la Afrika, lakini dunia nzima inapata fundisho lipi kupitia utekelezwaji wa sera mbovu za kuigawa jamii na chuki iliyopelekea mauaji ya kimbari, na hatua ambayo serikali ya Rwanda mara tu baada ya mauaji ya kimbari imechukua kuhakikisha kunakuwa na umoja na maridhiano miongoni mwa Wanyarwanda, lakini pia kunakuwa na mshikamano ambao unajenga maendeleo ya kijamii na kiuchumi. Na Rwanda imesimama ilipo, japo hatuwezi kusema tumekamilisha kwa sababu bado dhana ya chuki inaendelea. Ninaye Mama Patishi Hajabakiga. Wewe umekaa katika siasa za nchi hii kwa muda mrefu, lakini siasa katika ukanda. Ulikuwa waziri katika serikali baada ya mauaji haya ya kimbari. Unayo historia ambayo inahusiana moja kwa moja na mauaji haya, ikiwa ni pamoja na ukimbizi. Lakini pia umekuwa katika bunge la Afrika ya Mashariki, ukiwa kama mbunge ambaye unahusika moja kwa moja kutunga
sheria ambazo zinaweza kutumika kusimamisha mauaji haya. Utatuambia hatua ambayo ilipigwa mpaka nyinyi mnakwenda kustaafu, lakini nakushukuru kwa kuitikia mwito wetu. Asante sana. Ninaye Mheshimiwa David Rugero ambaye yeye kwa uamuzi wa busara kabisa amekuja kuongea nasi kupitia historia anayoifahamu. Amepitia nyadhifa mbalimbali, amepitia mengi katika maisha yake, na hii leo tunaye kama mchambuzi wa masuala ya kijamii. Ndugu David Rugero atatupa mfano mzuri tu wa hata maisha yake binafsi, kwa sababu hapa tunazungumzia historia kina ushuhuda. Amezaliwa wapi? Mauaji haya yanamkumbusha nini? Na ni somo lipi tunaweza tukapata? David, tunakushukuru kwa kuitikia mwito wetu. Asante sana. Naye pia mama pale pembeni anaitwa Musa Mandela Laetitia. Yeye amekubali kuitikia wito huu kwa sababu amekuwa katika vugu la Pan-Africanism ambalo limejaribu kujenga Uafrika ndani ya mioyo ya Afrika, ndani ya mioyo ya Wanyarwanda. Na kwa upande huu wa Rwanda mnafanya kazi nzuri ya kuhakikisha angalau Waafrika wanajitafakari na kujiona kwamba wanatakiwa kutafuta suluhisho ndani yao badala ya kutafuta nje, suluhisho ya matatizo yao. Utatupa mengi kuhusu mnayoyafanya, lakini utatuambia mengi kuhusu dhana ya chuki ambayo inaendelea hivi sasa katika ukanda wa Maziwa Makuu, ambayo inatupa wasiwasi badala ya matumaini, kama kweli tunaweza kusimamisha mauaji haya yasitokee kwa mara nyingine tena, kama kauli ya Umoja wa Mataifa inavyosema never again. Mama Laetitia, tunakushukuru kwa kuitikia wito wetu. Asante Masantura. Hebu nianze na Mama Patricia Hajabakiga ambaye wakati wa kutambulisha kipindi hiki alikuwa anavuta kumbukumbu zake. Tunapozungumzia mauaji ya kimbari ama mauaji ya halaiki, hasa katika historia hii ya Rwanda, nini inakuja kama taswira kichwani mwako? Kitu ambacho kinakuja mara moja ni tarehe 7 mwaka 94 tukiwa Dar es Salaam, asubuhi kabisa mapema saa 12 tulisikia taarifa kwenye BBC ikisema kwamba Rais Habyarimana ndege yake imetunguliwa na amefariki. Nakumbuka mwenzangu Hajabakiga akasema Watusi wanaisha. Kwa vile yeye alikuwa ni mtu ambaye aliondoka Rwanda baada ya matatizo ya 73 ambayo yaliwafukuza wanafunzi wa Kitusi mashuleni. Kwa hiyo alikuwa kwa namna fulani aliguswa na aliogopa kuwa familia yake yote ilikuwa Rwanda. Ni yeye peke yake alikuwa amewahi kuondoka wakati wa mwaka 73, kwa hiyo aliogopa kweli. Kwa hiyo naikumbuka vizuri mambo hayo yalivyoanza saa hizo. Nakumbuka siku hiyo hatukwenda kazini. Hakuna nadhani Mnyarwanda aliyeko Dar es Salaam alienda kazini siku hiyo. Sijui kazini tuliwaambia tuna matatizo kila mtu. Hata serikali ilitoa likizo, najua kwamba rais wa nchi jirani rafiki amefariki. Serikali ilitoa likizo. Kwa hiyo waliokuwa wanakwenda shule, nakumbuka tuliambiwa hivyo. Kwa hiyo hatukwenda kazini, tulikaa barabara fulani ya pale njia ya kwenda Ubungo. Siku nzima tunasikiliza mambo yanayofanyika Rwanda. Kila baada ya dakika 20 wanasema fulani kafariki, fulani kafariki, fulani kafariki. Na sana sana wanasiasa ambao walikuwa wako kwenye vyama tofauti ambavyo vilikuwa vinaitwa vyama vya upinzani, naweza kusema kama PL, kama PSD. Sasa wakaanza na wananchi wa kawaida. Kwa hiyo siku nzima na siku zote zilizoendelea ilikuwa ni kitu kigumu sana kukipokea. Siwezi kueleza mioyo yetu ilivyokuwa siku hiyo. Kabla sijaenda kwa wengine, kuna wanaosema mauaji ya kimbari yalianzia siku hiyo, yanatokana na kifo cha Juvenal Habyarimana ambaye alikuwa anaongoza taifa hili.
Nadhani maisha yako mwenyewe ulikozaliwa na ulikoishi mpaka kufikia siku hiyo ukawa kule yanatupa picha. Ni kweli kwamba mauaji haya yanatokana kweli na kifo cha Juvenal Habyarimana? Hayakutokana na kifo cha Habyarimana, kwa sababu babangu mwenyewe aliuawa mwaka 61 kabla hatujakimbia. Tuanzie huko. Nikiwa mdogo sana. Kwa hiyo ingekuwa ni ndege ya Habyarimana iliyokuwa imeangushwa, basi babangu angekuwepo au ningekuwa angalau namfahamu. Sikumbuke hata sura yake ilikuwaje, ingawa nilikuwa nimeshazaliwa. Kwa hiyo sio mambo mapya, ni mambo ambayo yana historia ndefu kuanzia enzi hizo za utawala wa Kibelgiji. Kama mnakumbuka jana, waziri wetu Jean Damascene Bizimana alitoa historia ndefu ya namna Wabelgiji walipokuja wakagawanya Wanyarwanda katika makundi matatu, wakati tunajua fika kwamba ili kabila liwe kama kabila yanatofautiana kwa ajili ya lugha, yanatofautiana mahali watu wanakoishi. Ndio maana ukilinganisha na nchi zingine, hakuna nchi nyingine yoyote katika bara ya Afrika isipokuwa Rwanda na Burundi ambapo wanaoitwa Watusi na Wahutu wanaishi bega kwa bega katika kijiji pamoja. Wanaongea lugha moja. Wanaongea lugha moja, wanacheza ngoma moja, wana mila moja na kila kitu kimoja. Kwa hiyo nadhani kutokana na hiyo waliona kwamba ilikuwa vigumu kuvunja umoja wa Wanyarwanda, wakatafuta sababu, wakaanza kuangalia sura, wakaanza kuangalia urefu, wakawa wanataka kusema kwamba Watusi wana mbavu nyingi kuliko mbavu za Wahutu au za Watwa. Lakini kisayansi, kibiolojia, tunajua kwamba watu wote duniani wana mbavu sawa, kila kitu kiko sawa sawa. Kwa hiyo hayo ni mambo yaliyofanyika, ndio ilikuwa kwanza mwanzo. Maana walikuta taifa ambalo limeungana tofauti na sehemu zingine. Watu ni wamoja, wanaongea lugha moja. Kwa hiyo ili kutafuta namna ya kuwagawanya na kuingia wafanye wanachotaka, ilibidi watafute sababu, na ndio hapo kilipoanzia miaka ya 30 walipoanza kutoa vitambulisho. Vitambulisho wanahesabu mtu ambaye na ng'ombe angalau 10 alikuwa anakuwa Mtusi, aliyekuwa na kidogo kuliko hapo alikuwa Mhutu, na ambaye alijihusisha na mambo mengine, mambo mengine kama ufinyanzi, kuwinda, hao wakaitwa Watwa. Lakini kusema ukweli, hizo ni wanachokiita division of labor. Ni mgawanyiko wa kazi katika jumuiya zote. Kuna watu wanaofanya hiki na wanaofanya hiki na wanafanya hiki, na wote wakileta pamoja, wanajumuisha pamoja, ndio unaikuta kwamba jumuiya na jamii inakaa vizuri. Nafikiri hapo ndo tunakwenda sasa, ambapo nitamleta Mheshimiwa Rugero, kwamba wakati huo yupo anazungumzia historia ya kikoloni, lakini bado wewe kuna unachokiona kichwani mwako. Tunazungumzia mwaka 59, mwaka 62, mwaka 61, 62, miaka ya 72, 73 mpaka 78, 79, miaka ya 90 tunayozungumzia. Huko kote tunayo historia ya namna hiyo. Wewe unachokipata kama taswira kichwani mwako kuhusu mauaji haya, ili tupate hiyo picha ya kujua anayezungumzia mauaji haya ya kimbari kama mauaji yaliyoanza mwaka 1994 anaweza akajifunza nini kupitia historia hiyo? Asante sana Bwana Ruziga. Kusema kweli, swala la mauaji ya kimbari ya Rwanda, kwanza tukubaliane kwamba ni kitu ambacho kimeletwa na mkoloni anayeitwa Mbelgiji. Mwaka 1959 ilikuwa mtoto mdogo sana, lakini ilikuwa hai. Na ingawa nilikuwa siwezi
elewa vizuri mambo yalivyokuwa yanatendeka, lakini nilikuwa naona wazee walivyokuwa wanahangaika. Sikumbuki tarehe, lakini kama Mheshimiwa Patricia alivyosema, waziri wetu wa Menumu alitaja ile historia alivyokufa mfalme, mfalme ambaye hakukubali ukoloni. Ni mfalme ambaye alikuwa ni mwanae mfalme Msinga ambaye alikutwa na Wajerumani, na Wajerumani ndio walitoa taarifa, kwa sababu walivyokuja kwa wakati ule wa Berlin Conference, ule mkutano wa Berlin ambao uligawa Afrika, walikuta kwamba Rwanda ilikuwa ni nchi ambayo ilikuwa inajitawala na inajitosheleza katika utawala wa mfumo wa kifalme, na watawala walikuwa ni Watusi. Watusi kama alivyosema Mheshimiwa Patricia, kwa jinsi ya watu walivyo mgawanyo wa kazi, walikuwa ni wafugaji, Wahutu walikuwa ni wakulima, na watu walikuwa ni wanasanaa, kufinyanga viungu, muziki na kadhalika. Sasa wazungu katika zile mbinu zao waliona kwamba hapa hatupenyi hapa, kwa sababu na historia nyingine ambayo ningependa niitaje, Rwanda ni nchi ambayo katika Afrika haujawahi kutokea utumwa, kuchukua watu kuwapeleka utumwani haikuwezekana. Walipita Tanganyika huko Uvinza wakaenda Kongo, lakini Rwanda, Burundi sijui, lakini na Burundi nayo ilikuwa very strong, ilikuwa ni falme nayo yenye nguvu. Hizi zote mbili zilikuwa zinatawaliwa na wafalme. Sasa walianza, Wajerumani waliondoka baada ya vita ya kwanza ya dunia. Rwanda na Burundi kaweka chini ya uangalizi, tena sio kwamba ni ukoloni, uangalizi wa Wabelgiji. Wabelgiji ilikuwa ni nchi ndogo huko Ulaya ambayo haikuwa very strong, haikuwa na nguvu zozote zile. Mfalme Leopold alivyokuwa na ile koloni yake la Kongo, baadaye kama mali yake binafsi, baadaye alikuja kuikabidhi Ubelgiji. Kwa hiyo Ubelgiji walikuja ni kama watu waliokuwa wanakuja kuhemea, na walikuwa na kwamba tuhemee. Sasa wahemeeje? Ilibidi watibue mifumo ya utawala iliyokuwepo, ndio wakaanza kufanya kitu. Wakasema walikuta ni nchi ambayo kwa kweli imeungana sana, alivyosema Mheshimiwa Patricia. Kwa mfano hivi kunatokea vita na majirani, Wanyarwanda walikwenda wote vitani. Hakuna cha Mtusi, hakuna cha Mhutu, hakuna cha Mtwa. Walienda kama Wanyarwanda na walipigana vita na wakaenda kulinda usalama wa ufalme wao wa Rwanda. Sasa wazungu wa Belgiji walivyofika, walisema hatuwezi tukatawala hapa, hatupenyi mpaka watu kwanza tufanye nini? Tuwagawe. Na katika kuwagawa wakaanza kuwapendelea Watusi, kwa sababu ndio walikuwa watawala wakati huo chini ya mfalme. Ila kitu labda nitaje kwamba jipendekeza kwa kiunafiki, walisema kwamba hawa tufanye kama tunawapendelea, wakaanza kutoa na maneno ambayo kwa kweli hayana msingi wote, kwamba Watusi wameumbwa kutawala, Watusi ndio wenye akili, na hii ilikuwa ni kujenga misingi ya chuki, kwa sababu ukiangalia mauaji ya kimbari chimbuko lake ni chuki iliyojengeka, ambayo watu wenye kutayarisha mauaji ya kimbari wanayafanyia kazi na kufanya msingi wake kwa kujenga chuki, na chuki ni kitu kibaya sana. Hawako hivi ni warefu, sijui wakoje, wako hivi wana akili sana, inawezekana hata asili yao si huku, wametokea sijui si kawaida, si watu wa kawaida. Sasa wakaanza, hata wakati walivyoanza kutoa elimu, wakaanza kuwaelimisha watoto wa machifu. Mnyarwanda wa kawaida alikuwa hawezi kwenda hata kama ni Mtusi au ni Mhutu, lakini wakasema hawa tunawaelimisha kusudi waweze kutawala, kwa sababu ndio wana uwezo wa kutawala. Sasa huu ubaguzi ilikuwa ni kujenga msingi wa nini? Wa chuki katika Wanyarwanda, ambao baadaye lakini walikuwa na mipango yao, na hii ilifanywa na wakoloni wa Kibelgiji wakishirikiana na mapadre weupe, wale walikuwa wanaitwa White Fathers, na hao ndio walikuja na vitambulisho. Ndio walianzisha kitambulisho kusema huyu ni, wakasema kitu kabila. Mheshimiwa Patricia amefafanua vizuri sana.
hata wasomi wa sosiolojia na nini, kabila linatofautishwa na kabila jingine wakati watu hawana lugha moja, wana tofauti ya utamaduni na wana hata tofauti ya eneo la jiografia wanakoishi. Kwa mfano tuangalia majirani zetu. Ukienda Tanzania, ukataja Mwanza, utasema hapa ni kwa Wasukuma. Ukisema Kilimanjaro, utasema hapa ni kwa Wachaga. Ukienda na Wapare. Ukienda Ruvuma, utasema hapa Iringa ni Wahehe na Wahehe. Mbeya ni Wanyakyusa na Wasafa. Ndio, hata ukienda na Kenya ni hivyo hivyo. Kwa sababu kule ndio kuna makabila, kile tunaita makabila kwa sababu wanatofautiana lugha, hata wanapoongea mmoja haelewi. Hata lugha hazieleweki. Ukienda kwa mfano kule Arusha, ukaenda sehemu moja kama za Haidom kwa Wairaki. Wale wanaitwa Wairaki, wanaongea Kiiraki kweli, lugha utafikiri Kiarabu na ni wa Tanzania. Sasa kinachoshangaza ni kwamba haya makabila ambayo ni makabila halisi hayabaguani, hayauani. Hawa wakoloni wa Kibeljiji walijenga kusudi waweze kubomoa, wafute ufalme, wafukuza wale waliokuwa wanaitwa watawala. Ndio maana mwaka 1932 walikuwa wameshamfurusha mfalme wa Rwanda kwa sababu alikataa kubatizwa. Alikataa, nasema sasa sisi tuna majina yetu. Na akaanza kuweka question mark. Mimi na machifu wangu na mfahamu kwa jina la Ruziga, na mfahamu kwa jina la Rugero. Ukianza kumuita Peter, sitamfahamu. Sisi tuna imani yetu, na Wanyarwanda walikuwa wana dini yetu asilia ambayo ilikuwa ni kabisa dini kama nyingine zote. Mungu mmoja. Tulikuwa tunamfahamu Mungu mmoja. Sasa kuanzia hapo mfalme akaanza kumnyang'anya madaraka, wakamfukuza nchini, wakampeleka Kongo, ndiko alikofia. Walimpeleka kwanza Kiangugu, ni mpakani. Baadaye akaona kwamba watu wake wanaenda kumuona, wakampeleka Kongo, sehemu inaitwa Moba, alifia huko. Wakamweka mwanae ambaye ni mfalme Mutara Rudahigwa wa 3. Yeye akakubali kubatizwa kusudi aweze kuishi na hawa balaa walioingia, waliomfukuza baba yao, wamemfurusha. Akakubali, akaona watu wanazidi akili. Lakini wakaendeleza yale mambo yote, dini nini, wanaanza kuwachochea wale watu, wanasema kwamba watu wamewanyanyasa siku nyingi sana. Historia ya mkoloni ni ndefu sana, lakini ni ndefu, lakini ngoja ni cut short, nipunguze kidogo. Sasa mwaka 59 walifanya kitu walichokiita mapinduzi ya Kihutu na kufuta ufalme. Baada ya kumuua mwanae King Msinga, mfalme Msinga, walimpeleka kule wapi? Kongo. Wakamuua mfalme Mutara Rudahigwa kwa sababu alikuwa ni revolutionary. Alikuwa ni mfalme lakini alikuwa ni mmoja wapo ya wanaharakati wa Afrika wakati huo, kama Mwalimu Julius Nyerere, kama Patrice Lumumba wa Kongo, na hata mwanamfalme Rwagasore wa Burundi. Walikuwa wote wana mkakati mmoja wa kwenda kuomba uhuru wa nchi zao. Burundi, Kongo ya Patrice Lumumba, Tanganyika ya Mwalimu Julius Nyerere, na Rwanda ya Mutara Rudahigwa. Wakamuua kwa sababu walitaka watimize hivyo. Kwa hiyo genocide ya kwanza ya Watusi ilitokea mwaka 1959. Na mimi ni witness kwa macho yangu, naona wanachoma nyumba za Watusi, kula ng'ombe wao na kuwafurusha. Wakimbizi wa kwanza Afrika. Wakimbizi wa kwanza wa Afrika walitokea Rwanda, wakaenda nchi jirani, ambako walishiriki hata katika wakati wa uhuru. Zile nchi zinapata uhuru, tayari kulikuwa na wakimbizi wa Rwanda. Na hii yote ni matendo ya wakoloni wa Kibeljiji. Kwa hiyo genocide, Mheshimiwa Patricia alikuwa ametoa ile wanaosema kwamba ile historia ya karibuni ambayo ni genocide ya mwaka 1994. Naona. Lakini sasa ilianza hiyo 59, 62 watu wakafurushwa, 63 wakafurushwa, ikaenda mpaka 73. Wakati mume wake mwenyewe alifurushwa, alikuwa chuo kikuu nadhani wakati huo. Alikuwa form 6 nadhani, chuo kikuu alimalizia Bujumbura alikokimbilia. Unaona? Sasa ilikuwa ni msururu
Wajeno wanaua polepole, lakini kikomo ikawa mwaka 1994. Kwa hiyo ilitayarishwa na Wabeljiji, wakaja wakatoa uhuru wa bandia mwaka 62. Wale waliowaweka Gregory Kayibanda ndio sasa ndio watekelezaji, walishapewa hayo masomo ya kuua watu, kuwaua Watusi. Na hapo sasa ndo tunamleta Laetitia Musomandera ambaye yeye kwa kufuatilia tu kwa karibu unaona amezaliwa katika nyakati ambazo mikakati hiyo yote ilikuwa imekwisha kusukwa, na wewe ni mhanga wa mauaji haya, kwa sababu kuna watu ambao ungekuja hapa Rwanda ukawakuta. Kuna wengi ambao ungekuja kuwa marafiki zako, wafanyakazi au mabosi zako, watu ambao mngesaidiana kuijenga taifa hili, ambao ulikuja unakuta makaburi katika taifa hili, jambo ambalo linasikitisha kweli. Lakini kinachosikitisha zaidi ni mpango ambao unatekelezwa na serikali, kwa sababu ili tuseme mauaji ya halaiki ama mauaji ya kimbari, genocide, lazima kuna zile characteristics ama kuna vitu ambavyo vinazingatiwa hivi ili tuite mauaji ya kimbari, ambapo haya ya kimbari dhidi ya Watusi yanatambuliwa na Umoja wa Mataifa. Sio kila mauaji yanaitwa ya kimbari ama genocide. Sasa hapa tunazungumzia mchango wa serikali, lakini pia tuzungumzie mchango wa jumuiya ya kimataifa. Asante sana Masantura. Umesema eti nilikuwa sipo na mwaka 1994. Mimi nilikuwepo, na mahali tulipokuwa Tanzania nilikuwa nakaa na baba mkubwa wangu, lakini sijawahi kuwasikia wanasema Wahutu, Watusi, sijawahi. Nianza kusikia mambo hayo ambapo nilipokuwa shuleni. Nakumbuka nilikuwa primary, sehemu za Ubungo. Alafu siku moja mwalimu akaingia, akaanza kufundisha, akaniambia, nakumbuka hivyo, akaniambia wewe simama. Simama juu, nikasimama. Sasa wewe Mtusi? Darasani hapo? Darasani. Wewe Mtusi? Nikamwambia mimi sio Mtusi. Lakini nilikuwa nimeanza kusikia kwenye shule Watusi wanakufa nini, Wahutu wamewaua. Nikamwambia mimi sio Mtusi. Wewe nani? Nikamwambia mimi Mhaya. Kwa sababu nilikuwa najua kama babako ni Mhaya, unachukua kabila la baba. Kabila la baba. So nikamwambia mimi babangu ni Mhaya, mama ndio Mtusi. Kwa sababu nilikuwa nasema nikisema kama ni Mhaya mimi naweza kuwa salama darasani. Ninachotaka kusema sasa hivi ni kwamba mauaji ya kimbari dhidi ya Watusi 1994 mwaka 1994 Rwanda yanatufuata, na hata mpaka leo yanafuata Wanyarwanda. Jambo zuri ambapo naweza kusema eti tunashukuru uongozi mzuri, uongozi bora wa RPF, uongozi wa rais wetu wa nchi ya Rwanda Paul Kagame. At least ambapo hapo tunaenda port wanatuona kwenye sura nyingine tofauti kabisa, yani tofauti 100%. Leo wanatuona kama watu ambao wanaungana, watu ambao wana uongozi mzuri, tunaonekana kama watu ambao wana usafi in Afrika, wanatuona kama watu ambao wanaweza kuwa mfano mzuri. Na umesema kwenye Pan-African Movement. Pan-African Movement Rwanda inajitahidi au inataka kuweka wana-Afrika, Africans for Africans. Kama mimi ni Mwafrika, Rugero yupo hapa, ngoja nipambane vita ili even Rugero awe na maisha mazuri. Atoke kwenye mambo haya, aende kwa haya, watoto wake wasome vizuri. Rugero kama hivi maisha ambayo anaishi ni kuinuana. Yes. Nimchukue mkono, anichukue mkono, afu sasa tuende mbele. Hivyo ndivyo Pan-African Movement inafanya na inapigania kuona Wanaafrika wote wakiwa wanabadilisha maisha, na nafikiri sasa hapo ndo ninapokuja kwenye swali langu kwamba ndio Waafrika
Pan-Africanism mlengo wake ni huo, kwamba Waafrika wajaribu kuwa suluhisho la matatizo ya Kiafrika, sawa, lakini bado tunaona Waafrika hawa wanaendelea kuwa matatizo ya Waafrika hawa. Hilo ndio kwa wazo zuri kama Wanaafrika wao wasuluhisho wa mambo ambayo yanakabilia Wanaafrika. Lakini leo ukiangalia siasa ambapo zipo wale tunasema hizi sera za wakoloni, and unaona Belgiji today bado mambo bado yapo. Kwa kuna ukoloni mambo leo. Kuna ukoloni upo, umekuja kwenye sura nyingine. Leo naona Rwanda tupo hapa, Burundi mbili na Rwanda. Kwa nini? Kwa sababu huyo Mrundi let's say another country, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Kama una matatizo yako nchini kwako, huwezi kutatua, huwezi kuongoza wananchi wako, huwezi kufanya maendeleo kwenye nchi yako. Ani matatizo ambapo yote unaweka kwenye Rwanda. Rwanda sio Rwanda ina uongozi wake, Rwanda ina wananchi wake, ina matatizo yake. Kama huwezi kutatua ya kwako, tutarudi kwenye huo mchango wa Pan-Africanism kuhakikisha kwamba watu wasiogopane, waanze wathubutu kuombana ushauri jinsi watu, kwa sababu moja kati ya vyanzo vya chuki ninavyoviona sasa hivi ni jinsi ambavyo taifa moja linapokuwa linaendelea, badala ya kuwa suluhisho kwa taifa jingine ili waanze kujifunza, inakuwa ni pressure kwa uongozi. Kunakuwa kuna mgandamizo mkubwa sana ambao unakuwepo katika uongozi wa mataifa ambayo hayafanyi vizuri, kwamba kwa nini usiwe kama yule? Ungekuwa kama yule ingekuwa vizuri. Matokeo yake anaanza kuona kwamba anaaibika mbele ya wananchi wake, anatumia mbinu za kuchonganisha taifa linaloendelea na uongozi wa taifa linalojaribu kujikwamua, kwamba si lolote si chochote, ili afiche maovu yake. Na hilo ndo chanzo kikubwa ambacho mimi nimekuwa nikikona. Lakini kabla hatujafika huko, naomba nirudi kwenye swali ambalo nimemuuliza na yeye, ili na nyinyi mtoe mchango, kwamba mchango wa jumuiya ya kimataifa na mchango wa serikali kutekelezwa kwa mauaji ya kimbari dhidi ya Watutsi ulikuwa ni upi? Ukiangalia jinsi ilivyokuwa ni kitu cha ajabu. Nitoe mfano tu kidogo, tuache watu wa mbali. Mnakumbuka vita ya Uganda? Naam. Wakati wa Idi Amin, ambaye alikuwa ni mtu ambaye hafanyi vizuri hata kidogo, ambaye alikuwa na waua wananchi, alikuwa na uongozi mbaya. Ilifikia Waganda wengi walikimbilia Tanzania, kama ninavyokumbuka. Ni pekee Mwalimu Nyerere, kiongozi wa Afrika wa Tanzania, aliyesema, alisimama kidete na alisimama akasema, hii haiwezekani kuwa na uongozi mbaya kama huu ulioko nchi ya jirani, anawaua watu na sisi tuko macho tu tunaangalia. Nakumbuka kauli yake aliposema kwamba sababu nia tunayo, uwezo tunao, sababu tunayo na uwezo tunao. Na ndio hapo mimi nakumbuka wakati huo ndio nimetoka kwanza National Service. Karibu ningeenda lakini kuna wanyondo wengi sana walikuwa katika hiyo, lakini wasichana wakatukataza. Maana ndio kwanza tulikuwa tumetoka National Service, nimekaa mwaka mzima huko. Nimerudi sasa, wanatafuta watu wa kujoin, wa kujiunga na jeshi la wananchi, angalau waende wanasaidia. Kwa hiyo wanawake hawakutukubalia kwenda. Nadhani moto tuliokuwa na wakati huo, nadhani ningeenda kujaribu kuokoa Waganda dhidi ya Idi Amin, udhalimu. Kwa hiyo hicho kitu 94 kilikosa. Rwanda ilikuwa peke yake. Sio kwamba Rwanda ilikuwa peke yake, maana yake Rwanda yenyewe ilikuwa inajiua yenyewe. Serikali inasimamia mauaji. Kwa hiyo RPF ambayo ni peke yake walioamka, wakaondoka, wakaenda kupigana mpaka wakasimamisha hayo mauaji ya kimbali, ingawa walikuja I would say a bit too late.
watu walikuwa wamekufa wengi. Naam, naam. Zaidi ya milioni 1. Nafikiri hapo David, wakati huu tunazungumzia kuja, anasema kwamba walikuja wamechelewa kidogo. Suala nadhani ni tuliangalia kwa jicho la tatu, ni kuchelewa ama ni wingi wa jeshi wanaoshindana nao, kwa sababu hapa tunazungumzia jeshi la RPA kupambana na serikali ya Zaire ilikuwa imetuma majeshi hapa, kulikuwa kuna Wafaransa wanapigana hapa, kulikuwa kuna wanamgambo wa Interahamwe na Impuzamugambi, na kulikuwa kuna giza totoro limefungwa, mataifa dunia haioni. Unielewe kidogo. Unaposema it was a little bit too late. Sio kwamba walichelewa kusimama kwanza. Sio kwamba walichelewa kusimama. Hawakuwa na uwezo wa kufika kila mahali. Kwa jeshi dogo waliokuwa nalo. Uwezo waliokuwa nao wa kifedha na ulikuwa ni finyu pia. Ulikuwa finyu. Hata na silaha zenyewe walizokuwa wanazitumia ilikuwa vigumu sana. Ndio maana nasema it was a little bit too late. Kwa hivyo walikuwa. David, nakushukuru sana. Nafikiri Letizia, sitakupa muda huu wa kukamilisha kwa sababu mengi uliotupa ni muhimu na ni madini ya kutosha. Nafikiri wewe ambao umekuwa ukifuatilia kipindi hiki umeona kwamba tuna mengi ya kuweza kujadili, hasa katika kipindi hiki ambacho tunaomboleza mauaji ya kimbari dhidi ya jamii ya Watutsi yaliyotokea mwaka 1994. Hili ni jambo ambalo tutaendelea kuligusia na tutakumbuka na kuwaomboleza, lakini tutawaomboleza tukiwa tunahakikisha kwamba tunajenga misingi ya kujiendeleza sisi ili tuweze kusimamia yetu na ya kwao, tusije tukawaaibisha. Mimi ni Luziga Emmanuel Masantula, na kutakia kuendelea kuomboleza na kukumbuka, tukijifunza na kujiendeleza.